Naitwa Ephraim Balozi Mafuru, ni mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Utalii Tanzania, lakini leo katika tukio hili la kihistoria Kitulo Garden Marathon ninawakilisha viongozi wetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Alikuwa amealikwa Mheshimiwa Waziri Dr. Ashatu Kijaji, Waziri wa Maliasili na Utalii, lakini pia Naibu Waziri wetu wa Maliasili na Utalii na viongozi wengine wakuu wa wizara ambao kutokana na majukumu mengine wamenielekeza niweze kuja hapa. Kwa nitakayoyasema hapa ni salamu za heri kabisa na shukurani za Wizara ya Maliasili na Utalii. Naomba niwapongeze sana waratibu, waanzilishi na hasa mkurugenzi mkuu wa Kitulo Garden Marathon, Daktari Toba Nguvila, ambaye ni mwanzilishi aliyebeba maono ya kuanzisha mbio hizi ndani ya hifadhi ya kipekee kabisa ya Kitulo iliyoko hapa katika eneo la kusini mwa Tanzania. Kushoto kwangu tunaye mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Mahenge, naye atakuwa na machache ya kusema. Lakini kwa niaba ya sekta ya utalii, naomba niwapongeze sana waanzilishi hawa wa Kitulo Garden Marathon. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba tuendelee kuleta matukio mbalimbali ya kitaifa na kimataifa katika nchi yetu, ili watalii wanapokuja waweze kuwa na siku nyingi za kukaa hapa nchini na wachangie katika uchumi wa taifa. Daktari Nguvila na wenzake walikaa wakachukua maono haya, wakaja katika hifadhi hii ya Kitulo, wakaamua kubuni wazo la Kitulo Garden Marathon. Sasa ukifikiria unaweza kusema hii ni marathon kama marathon zingine, lakini sisi wenye sekta ya utalii tunasema Kitulo Garden Marathon ni mbio pekee zilizoko katika hifadhi yenye upekee wa aina yake duniani. Yaani ndani ya hifadhi ya Kitulo ni hifadhi ambayo kwanza imechukua tuzo katika bara la Afrika kama hifadhi pekee kwa ajili ya fungate, na mwaka huu wameteuliwa kwa mara nyingine. Kwa hiyo wale wote ambao wanapenda upekee wa hifadhi kama hii yenye maua aina 45 ambayo hayapatikani sehemu nyingine yote duniani, na hapa kuna baadhi ya ndege ambao huwa wanazuka kutoka bara moja kwenda bara nyingine, lakini wanapita hapa Kitulo kwa upekee wake. Kwa hiyo nawapongeza sana viongozi walioanzisha mbio hizi. Tunaamini kabisa huu ni mwanzo. Zaidi ya wakimbiaji 500 na zaidi wameshiriki mbio za mwaka huu, na sisi tunaamini kwamba hawa wote ni watalii wa ndani. Idadi ya watalii waliokuja leo katika mbio hizi ni ushahidi tosha ya kwamba maono walionayo waanzilishi wa mbio hizi, hasa Daktari Toba Nguvila na viongozi wenzake, yanatekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini yanatekeleza sera ya utalii na yanatupa sisi nafasi kuyasemea kama zao la utalii. Tanzania tumebarikiwa na mazao mengi: utalii wa wanyamapori, kuna utalii wa mikutano, utalii wa vyakula, utalii wa fukwe, utalii wa michezo, na sasa tunaingia utalii wa ekolojia, ukiwa na utalii wa michezo na utalii wa vyakula. Nimeambiwa hapa na daktari kwamba kuna nyama za kuchoma za kutosha hapa. Mwenyekiti wa halmashauri ameniambia kuna wajasiriamali hapa. Kwa hiyo wote hawa watapata kipato kupitia mbio hizi za Kitulo Garden Marathon. Niwapongeze sana na niwashukuru waandishi wa habari kwa jinsi mnavyobeba maono haya na kufikisha kwa Watanzania. Kwa tuwapelekee ujumbe huu kwamba kama sekta ya utalii, kwa niaba ya Wizara ya Maliasili na Utalii ikiongozwa na Daktari Ashatu Kijaji, tunafurahi na tunawapongeza wananchi wote waliojitokeza. Ninaona magari kuna kutoka kwenye vyuo mbalimbali, kuna majeshi ya polisi, nimeona kuna wanafunzi, kuna watu wametoka Mbeya, wametoka Arusha, wametoka Dar es Salaam. Yote hii ni juhudi za kuunga mkono maono ya Mheshimiwa Rais ya kufanya utalii uendelee kukuza pato la taifa. Asanteni sana, na watakia kila laheri katika matukio yanayofuata. Tumemaliza mbio na mimi nina medali. Nimefika wa Kitulo Garden Marathon ni kwamba mbio hizi pia zina malengo ya kuchangia maendeleo ya elimu na jamii inayozunguka katika hifadhi hii. Na alikuwa ananiambia daktari kwamba ni jamii hii ya wakazi waliokubali kutoa eneo hili kwa serikali ili tuweze kulifanya eneo la hifadhi. Kwa waliondoka wakaiachia serikali. Leo hii tunawajibika kama viongozi wa serikali kurudisha kwa jamii. Na Toba ameonyesha kabisa vizuri hapa ya kwamba wanakwenda kugawa baadhi ya vifaa ambavyo nadhani yeye mwenyewe atavielezea ni vifaa gani, kwenda kwa jamii ipi, kwa malengo yapi, ili kuunga mkono juhudi zipi. Kwa hilo namwachia yeye, lakini kama wadhamini na tulio na mandate ya kutangaza utalii
Tunashukuru kwa sababu hii yote ni kuchagiza kuongeza matukio na kuendeleza mazao ya utalii. Natamani kufahamu wakati wadau kama hao wakiamua kuanzisha hizi marathon, ndio ninyi watu wenye dhamana ya utalii hususan hapa tulipo, ndio kitu gani labda mnafikiria kuiboresha? Kikubwa ambacho tumeongea na waandaaji hapa ni kwamba Bodi ya Utalii Tanzania tuna dhamana ya kutangaza mazao mbalimbali ya utalii, na kama ilivyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunashirikiana na makundi mbalimbali. Leo hii huu ni ushuhuda tosha ya kwamba serikali haiwezi kufanya peke yake. Wadau wa sekta binafsi na wadau wa serikali na makundi mbalimbali wana wajibu wa kuleta mawazo yao. Kwa hiyo waandaaji wa Kitulo Garden Marathon walivyotufuata moja kwa moja tukawaambia ni mwaka wa kwanza tunakuja. Leo kuna wafanyakazi wa Bodi ya Utalii, wafanyakazi wa TANAPA, kuna wafanyakazi wa Wizara ya Maliasili na Utalii, tumekuja kuunga mkono juhudi zao. Kwa hiyo kwanza tunashirikiana kuhamasisha wadau waweze kuja. Tunawaita wadhamini kama jinsi mtakavyoshuhudia leo pale. Tuna wadhamini wengi wamejitokeza kwa mara ya kwanza. Lakini nimemwahidi mkurugenzi mkuu wa Kitulo Garden Marathon kwamba mwakani tutaanza mapema, tutaitangaza kimataifa na mbio hizi tutaziweka katika kalenda ya matukio ya kitaifa, na amesema mwenyewe mwandaaji kwamba kila mwezi wa 5 ya kila mwaka tukio hili litafanyika, na sisi tunamwahidi mbele yenu kwamba litakuwa kwenye kalenda ya matukio ya Bodi ya Utalii Tanzania, kwamba ni mbio za kimataifa ndani ya hifadhi pekee ya Kitulo National Park iliyoko hapa kusini mwa Tanzania.